Siasa za Tanzania kwa hapa zilipofikia sasa ni kama Simba na Yanga. Hapa nawazungumzia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia na Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM. Hawa bwana wamekuwa wakivutana kila mara, tena wamekuwa wakiangalia mapungufu ya mwenzake na kuweza kuyafanyia kazi ili kuendelea kupiga kampeni zao ambazo wanaendelea kuziendeleza wakizunguka nchini. Sasa leo bwana CP Makara ambaye yeye huyu ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, leo alikuwa Mufindi, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, ambapo alichangisha kiasi cha shilingi milioni 1.5 ambazo hizo yeye alizichangisha kwa ajili ya katibu mwenezi wa Bawacha mkoa wa Njombe, Sigrada Mligo, ambaye toka jana taarifa yake iliripotiwa kwamba alipigwa na mlinzi ambaye inasemekana ni mlinzi binafsi wa John Heche, katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo au makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa CP Makara ambaye hapo yeye hakusimama kama yeye alisema Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mufindi mkoani Iringa kimechangia shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya katibu mwenezi wa Bawacha mkoa wa Njombe Sigrada Mligo kwa ajili ya kwenda kupata matibabu katika hospitali ya Peramiho kutokana na kipigo. Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa CPA Amos Makara, leo akiwa katika mkutano wake wa hadhara uliofanyika uwanja wa Mashujaa, alitangaza harambee kwa wanachama CCM kumchangia matibabu kiongozi huyo wa Chadema ili akatibiwe zaidi. Akizungumza na wananchi, CPA Makara ambaye yupo katika ziara ya siku 3 katika mkoa wa Mbeya na Iringa, amesema kwa upande wake amewasiliana na Sigrada kwa njia ya simu na kumpa pole. Sasa unaona jinsi ambavyo inakuwa inakaa. Huyu mwenezi wa Bawacha, huyu ni kiongozi wa Chadema. Sasa hawa ni CCM. Sasa unaona ni jinsi gani ambavyo wanajaribu kutengeneza attention, ni jinsi gani ambavyo watu wanataka waone ni jinsi gani CCM wamekuwa na huruma. Pia hapo akaongezea kwamba amewataka watetezi wa haki za binadamu kujitokeza katika sakata hili la Sigrada Mligo ambaye yeye anasemekana alipigwa na huyo kiongozi. Sasa CPA yeye Makara yakasema anawataka hawa ambao ni wanaitwa watetezi wa haki za binadamu waweze kujitokeza katika hili ili waweze kumsaidia bidada huyo. So hizo ni jinsi gani ambavyo mbilinge zinaendelea kwa ajili ya kutetea wananchi, lakini pia kuendelea kujitengeneza wao wenyewe. Kwa hiyo tuone ni kipi ambacho kitatokea baada ya CPA Makara kufanya hayo aliyoyafanya. Je, Chadema wanaweza wakajibu mapigo kwa hiki ambacho kimetokea, kwa sababu huyu ni kiongozi wa upande wao. Sasa bado hatujajua kwamba hiki ambacho kimetokea kinaweza kikaleta tafrani gani, au inaweza ikaleta ni nini ambayo kinaweza kikatafsiriwa huko kwa upande wa Chadema. Wakati huo CPA Makara aliendelea kwamba Chadema kisiposhiriki uchaguzi mwaka huu ndio mwisho wao wa chama kikuu upinzani. Alianza kwa kusema, kwanza tunaambiwa kwamba katibu wa NEC itikadi na uenezi wa mafunzo taifa Amos Makara, CPA Amos Makara amesema hawana haja ya kuwabembeleza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kushiriki uchaguzi mkuu ujao. Hivyo wasiposhiriki ndiyo itakuwa mwisho wao wa kuwa chama kikuu cha upinzani.
CPA Makalla ameyasema hayo jijini Mbeya katika ziara yake ya siku 3 inazohusisha mikoa ya Mbeya na Iringa. Alianza kwa kusema kuna chama kinaongozwa na wanasheria lakini hawasomi katiba. Uchaguzi huu si kwa ridhaa ya CCM bali kwa mujibu wa katiba. Hoja wanazozijenga ni za kitoto. Eti tunataka mabadiliko, bila mabadiliko hatuwezi kwenda katika uchaguzi. Mchungaji Peter Msigwa kaeleza vizuri hapa, alisema. So hayo ndo mambo ambayo yanaendelea kwenye siasa za Tanzania na hususan kwenye hivi vyama viwili vya siasa. Wakati haya yakiendelea kwa upande wa CCM, na huku upande mwingine wa pili sasa, upande mwingine wa shilingi, tunaarifiwa kwamba ni mafuriko ya Tundu Lissu, elimu ya no reform no election. Hapa wanazungumzia watu jinsi ambavyo walifurika kwenye mkutano huo ambao waliofanya Tundu Antipas Lissu. Wanasema utitiri wa wanachama na wananchi umeendelea kushuhudiwa kwenye mikutano ya hadhara ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, ambapo Ijumaa hii ameendelea na mikutano ya hadhara na vikao vya ndani mkoani humo. Maelfu ya wananchi wamejitokeza kwenye mji wa Vwawa na Mlowo mkoani Songwe kwa ajili ya kusikiliza ajenda za Chadema, ajenda ya Chadema ya no reforms no election, ambapo Chadema inashinikiza ubadilishwaji wa sheria za uchaguzi na tume huru ya uchaguzi ambayo itawajibika kwa ajili ya wananchi. Akizungumza na wananchi mjini Vwawa na baadaye mji mdogo wa Mlowo, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, ameeleza madhaifu mbalimbali yanayojitokeza kwenye uchaguzi zinazosimamiwa na mkono wa serikali, akisema zimeacha majeraha mengi na hugharimu maisha ya watu mbalimbali, huku wapinzani wakidaiwa kushindwa kwenye chaguzi hizo. Lissu amesema mfumo wa sasa wa uchaguzi una mlengo wa chama kimoja ambacho ni chama tawala, hivyo kuwataka wananchi kuwaunga mkono Chadema kwa kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 haufanyiki kutokana na sheria kandamizi zihusuzo masuala ya uchaguzi na kukosa tume ambayo ina uhalisia na uhuru wake. Sanjari na hayo, amelitupia lawama jeshi la polisi kwa madai kuwa wengi wao wamekuwa wakitumika vibaya kwenye usimamiaji uchaguzi, walimu pamoja na maafisa watendaji, hoja iliyoungwa mkono pia na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Songwe Isakwisa Lupembe. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu ameeleza kuendelea kuhimiza wananchi katika kanda yake kuhakikisha uchaguzi huu mkuu haufanikiwi, akisema kwa asilimia kubwa mazingira yanaibeba CCM kuonekana washindi kwenye chaguzi mbalimbali licha ya vyama vya upinzani hasa Chadema kuibuka kidedea. Makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa Frank George Mwakajoka amelitaka jeshi la polisi kutojihusisha na masuala ya uchaguzi wakati wa kawaida, ukisisitiza kuwa CCM ya sasa ina uongozi uliofitinika. Na mwenyekiti Chadema Taifa Tundu Lissu akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali akiwemo Askofu Emmanuel Mwamakula na mwanaharakati Mdude Nyagari anaendelea na mikutano ya hadhara katika maeneo mbalimbali katika kanda ya Nyasa, ambapo amefanya katika mikoa ya Mbeya, Rukwa na Songwe, huku makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche akifanya mikutano hiyo katika majimbo ya wilaya ya Rungwe, Kyela, mkoa wa Njombe na Iringa, ambapo baadaye Machi 30,
2025 Chadema itahitimisha mkutano wa pamoja na viongozi wote hao wa kitaifa mkoani Iringa kwa kufunga ufunguzi wa kampeni ya no reforms no election katika kanda ya Nyasa, kisha kuelekea kanda nyingine kueneza ajenda yao hiyo. Hiyo ndo taarifa ambayo ipo upande wa Chadema kwa kile ambacho kinaendelea juu ya hiyo slogan yao ya no reforms no election, jinsi gani ambavyo wanaendelea kuitawanya kwa wananchi ili waweze kwenda nayo.